ishara kuzionyesha binadamu hawezi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uhali gani mpendwa mtazamaji wa MTA Africa, karibu sana katika wasaa mwingine wa kipindi cha Ondosho la Kosa, kipindi ambacho kinakupa fursa ya kuweza kufahamu kwa usahihi zaidi mafundisho ya dini tukufu ya Kiislamu, hasa katika zile mada ambazo zinakuwa sintofahamu katika jamii za Kiislamu, na sisi tunakuandalia mada hizo ili kuondoa hizo sintofahamu na kuweza kukupatia uhalisia wa majibu ambayo yanatakiwa kuweza kufahamika katika mafundisho hayo. Kukuletea kipindi hichi, jina langu ni Masihi Mrope na niko na washiriki wenzangu ambao ni mashekhe. Tutakuwa nao pamoja katika kudadavua mada hizo, na upande wangu wa kulia ni Sheikh Tahiri Ramadhani Marunda Sahib na Sheikh Shaban Uthman Shunda Sahib. Kwa ujumla wote ni watumishi na wabashiri wa Jumuiya ya Ahmadiyya. Karibuni sana. Asante sana. Mada yetu ya leo ni je, Islamu inahimiza mkosewa kunyamaza? Yaani yule ambaye amekosewa, je, mafundisho ya Kiislamu yanamruhusu kwamba yeye anyamaze tu au la, au itakuwaje? Na nini kinatakiwa kifanyike kwa ajili ya huyo mtu ambaye amekosewa? Yote haya tutajifunza katika kipindi chetu cha leo na kuweza kudadavua kwa mapana na marefu yake. Dhana ya msamaha na kusahau inaonekana kama inakandamiza uhuru wa mtu wa kuongea. Hili swala hili likoje katika mafundisho ya Kiislamu? Karibu sana. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Nashukuru sana kwa swali hili muhimu kufungulia mada yetu hii. Kwanza kabisa tunatakiwa tufahamu Islam imekuja kutufundisha nini. Islam imetuletea mafundisho ambayo hayakuweza kupatikana katika dini zote zilizotangulia. Na ni kwa sababu gani hayakuweza kupatikana katika dini zote zilizotangulia? Inaelezwa ya kwamba tangu kuumbwa kwa Adam mpaka kufika kwa mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanadamu walikuwa bado wakipata maendeleo ambayo tunaita evolution mpaka kufikia kilele cha maumbile yao ya kuumbwa kwao ambacho kilikuwepo wakati wa kutumwa kwa mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tangu Hazrat Adam alayhi salam alipofika, Waislamu walikamilika maumbile yao ya kimwili na maumbile ya kiroho yakaanza kidogo kidogo kutokea kwa Hazrat Adam alayhi salam. Kwa kufika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kulidhihirisha kwamba wanadamu wameshafikia hali ya juu kabisa ya maumbile ya kiroho, na ikaruhusu sasa hata mafundisho ambayo wataweza kuyapata yalingane na hali ile ya maendeleo ambayo wamefikia. Hili linadhihirishwa pia katika kauli ya Nabii Isa alayhi salam alipoambia wafuasi wake ya kwamba nina mengi sana ya kuambia, lakini kwa sasa hamtaweza kustahimili kuyahimili. Ile inaonyesha maendeleo ya kiroho ambayo wanadamu walikuwa nao wakati wake hayakufikia kiwango kile ambacho wangeweza kuyapokea yote ambayo mtume wa Mwenyezi Mungu angewaeleza. Lakini mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipewa hukumu, agizo na Mwenyezi Mungu la kuwafikishia watu kila kitu ambacho anakitambua na asiwe mbakhili katika hilo. Mwenyezi Mungu amesema na ameshuhudia kwamba mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala hakuwa mbakhili katika hilo. Kila kitu ambacho Mwenyezi Mungu alimjuza, kila kitu ambacho Mwenyezi Mungu alimfunulia, aliweza kutufikishia. Sasa hii pia inaingia hata katika mafundisho ya kukoseana na kuadhibiana, kuopeana misamaha na kadhalika. Tunaona katika Taurati adhabu au hukumu waliopewa ni kwamba tunaita jino kwa jino. Yaani mtu akikukosea basi na wewe unamrudishia. Yaani hakuna habari ya kusameheana na kadhalika. Kwa sababu gani? Kulikuwa na sababu ya kwamba Hazrat Musa alayhi salam alitumwa kwa watu ambao tayari ujasiri na ile hulka ya kuwa na ushupavu ilikuwa imeshapotea tayari, kwa sababu wana wa Israeli ambako Nabii Musa alayhi salam walitumwa kwao walikuwa katika hali ya utumwa kwa miaka zaidi ya 500, mamia ya miaka walikuwa chini ya utumwa. Kwa hiyo ile hulka ya ujasiri ilikuwa tayari imetoweka, na Nabii Musa alayhi salam alitumwa kwenda kuwarudishia hiyo hulka ili hata hukumu zingine zinazofuatia waweze kuzifuata. Nabii Isa alayhi salam alipofika na Injili aliyokuta wana wa Israeli, yani miaka 1400 baada ya Nabii Musa alayhi salam kufika, ile miaka 1400 walipiga hatua katika kuikuza
ile hulka ya ujasiri kiasi kwamba hawakuwa na huruma hata kidogo. Yani huruma ilitoweka kabisa. Ilitoweka kabisa. Kwa hivyo maagizo na hukumu ambazo Nabii Isa alayhi alihubiri kwa watu wake ni kwamba mtu akikupiga shavu la kulia basi umgeuzie na la kushoto akupige kofi. Kwa maana sasa hii ni kuwafundisha sasa warudi kutoka katika ile hali ya kuwa na yani wakali zaidi na ukali uliopitiliza, waje katika hali ya upole na kusamehe. Bila shaka. Sasa mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja na mafundisho ambayo hayakuwa yamezidi kiasi upande mwingi, upande wa ukali, wala hayakuzidi kiasi upande wa upole. Kwa sababu haiwezekani, na hulka ya mwanadamu pia ilikuwa inakubaliana na yale mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haiwezekani leo mtu akija akikupiga kofi shavu la kulia basi mgeuzie na shavu la kushoto nalo akupige. Kosa lilipwe sawa na kiwango cha kosa ambalo limefanyika. Haisemi ya kwamba mkosewa anyamaze kimya na kadhalika, hapana. Mkosewa amepewa uhuru wa kuweza kulipiza kisasi kwa maana ya kuchukua hatua ya lile kosa ambalo limefanywa kwake. Lakini Mwenyezi Mungu akuishia hapo. Akasema wa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah, kwamba yule ambaye atasamehe kwa sharti ya kwamba msamaha wake, na lile sharti kimsingi haliji tu kwenye msamaha, linakuja hata kwenye kulipiza kisasi na kuadhibu, ya kwamba kama adhabu inatolewa kwa sharti ya kwamba itapatikana islah, watu watajirekebisha, lile kosa litapata kurekebishwa kwa yule aliyekosea, basi adhabu ichukuliwe. Na kama msamaha ndio utakuwa unatija zaidi katika hilo, basi mtu yule afanyaje? Asamehewe. Kwa maana hapa tunajifunza kwamba kama kuna kosa ambalo limefanyika, kosa hilo linastahili adhabu kutolewa, basi kutoa adhabu kwenye kosa hilo ni bora zaidi kuliko kusamehe. Hapana. Au kusamehe ni bora zaidi kuliko kutoa adhabu endapo msamaha utakuwa unaleta tija. Kwa maana ya kwamba islah itapatikana kutokana na msamaha ule. Lakini kuna makosa mengine ambayo mtu anaweza akayafanya na ukasamehe, lakini mwisho wa siku yale makosa yakaleta athari mbele. Sasa hapa kutoa adhabu sio tija kwake. Ndio hilo sharti ambalo nalisema ya kwamba kusamehe kutakuja endapo ule msamaha utaleta faida ya islah, kwamba kutapatikana marekebisho. Sio suluhu tu, yani marekebisho, lile kosa lisiweze kuleta athari tena baadaye. Sijui umeelewa. Hapa nimekupata. Kwa hiyo Islam inatuambia hivi, na haituambia kwamba aliyokosewa basi akae kimya, lakini bali Islam imempa haki na chaguzi anayekosewa kwamba aidha alipize kisasi au atoe msamaha. Na inatueleza historia, tunaona namna hata mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe alivyochukulia hatua hukumu hii ya Mwenyezi Mungu. Wakati fulani sahaba mmoja alifika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na akamwambia Mtume wa Mwenyezi Mungu, sehemu fulani ulinigonga na fimbo yako. Akafika na mimi nataka nilipize kisasi. Mtume sallallahu alimwambiaje? Kwamba wewe umekosewa kwa hiyo ukae kimya? Hapana, hakumwambia hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia sawa, lipiza kisasi. Na haki ya kufanya kama nimekugonga basi. Maswahaba walikuja juu kwamba wewe inakuaje Mtume wa Mwenyezi Mungu na nini? Akasema ni hukumu ya Mwenyezi Mungu, acha mimi niifanye. Na Mtume kwa sababu ameniruhusu, acha mimi niifanye. Akaenda akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi sitaki kulipiza kisasi hivi. Mimi nilikuwa sijajifunika. Kwa hiyo nataka na wewe uvue shuka yako ili nikupige namna wewe ulivyonipiga. Mtume sallallahu alimgusa, hakumpiga, lakini alisema kwamba alikuja kulalamika kwamba Mtume amenipiga. Na alivyokuja alitaka tu apate sababu ya kuweza kufanya kile alichokifanya. Na nini alikifanya? Baada hapo alimkumbatia Mtume sallallahu na kumbusu kwamba mimi siwezi nikakupiga. Mtume sallallahu silaha na msamaha ukaleta tija, kwa maana tayari kuonekana kwamba kile kulipiza kusingekuwa na faida yoyote kwake yeye, hata bali Mtume sallallahu alikuwa anasisitiza kwamba kama kweli nimekufanyia hivyo, una haki ya kulipiza kisasi. Yuko ana haki na uhuru wote kuweza kufanya. Na alikuwa na uhuru. Kwa hiyo akataka kulipiza kisasi, japokuwa mwenyewe baadaye litarudi kwako. Labda Sheshunda sahibu, na bila shaka tunaona sawa na ufafanuzi wao ambao umetolewa kwamba hata pale ambapo tunaona wale wana wa Israeli au tuseme wale wa kabla yetu walipokuwa wanapewa hukumu mbalimbali, kwamba kama Qur'an tukufu jinsi ambavyo imeeleza kwamba tuliwaandikia wana wa Israeli kwamba atakayeua mtu bila haki, basi kulikuwa kuna hali hizi ya kwamba watu walikuwa wanauawa tu ovyo ovyo bila kwa kufuata tu ile misingi ya dini. Ndio maana
Mwenyezi Mungu akaleta hii hukumu ya kwamba sasa atakayefanya hivi basi ni jino kwa jino, pua kwa pua na jicho kwa jicho. Ili mradi tu sionekane kwamba ule uonevu ambao upo katika jamii unaendelea. Sasa pia tunaona katika Islam pia kuna visa kama hivi ya kwamba baadhi ya wakati, hata katika wakati wa Hadhrat Umar radhiallahu anhu, tunaona kuna magavana wale ambao wamewatuma sehemu mbalimbali. Inaonekana kwamba wale ambao tayari wana nafasi za juu wanaonea watu wa chini. Ikatokea kesi moja kwamba kuna mtoto wa gavana fulani alikuwa anamuonea mtu fulani wa chini. Ile kesi ikaonekana inafunikwa, lakini baadaye taarifa zikaja kwa khalifa. Akamwambia sasa, kama amekufanyia jambo hili basi na wewe una haki kufanyaje, kulipiza sawa na vile ambavyo umefanywa. Hebu tueleze kidogo katika visa hivi inaleta tija gani katika mafundisho ya Kiislamu? Unajua dini tukufu ya Kiislamu na fadhila ya dini tukufu ya Kiislamu ni kwamba kila kitendo ambacho dini tukufu ya Kiislamu imekiamua au imesema kifanywe basi kinakuwa na faida. Hii dhana kwamba kusamehe, kukaa kimya au kuliacha liende, wanasema kwamba inadidimiza haki ya mtu kudai. Si kweli, kwa sababu Islam imeweka haya yote kwa ajili ya kuleta murua katika jamii. Na litakuwa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasallam ameandika kwamba itakuwa ni akili mbaya kwa watu kwamba mtu aende akilipiza vitu vidogo, basi wewe mtu labda amefanya kitu kidogo tu, basi kwa sababu mafundisho yanasema ulipize na wewe unataka ulipize hivyo. Kwa hiyo Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasallam ameweka vizuri sana hii. Ameielezea vizuri mno kwamba haitakuwa hekima kwa mtu au itakuwa ni akili mbaya kwa mtu kwamba aendelee kulipiza kisasi katika vitu vidogo vya namna hii. Labda mtu kakukwaa tu naona nataka kumpiga mtama ulipize kisasi. Kwa hiyo ni mafundisho ya Kiislamu na fadhila yake kwamba yameweka kwamba lengo ni nini katika kufanya kitu chako. Kwamba kama unaona kwamba ukimsamehe mtu atajirekebisha basi usamehe. Lakini ukiona kwamba kwa kumsamehe mtu ataendelea katika kufanya ubaya na ubaya zaidi, basi natakuwa muadhibu, kwa sababu hizi zote mbili zinaishi katika jamii zetu. Wapo watoto ambao amefanya kosa, kwa kumwangalia tu hivi unaona kabisa kwamba bwana huyu kashalegea na hatafanya tena. Umeona? Lakini kuna wengine ukimsamehe basi kesho yake kamevunja duka lingine la jirani. Kwa hiyo huyu mtu natakiwa aadhibiwe. Kwa hiyo haitakiwi kusamehe hovyo au holela bila kuangalia kwamba italeta faida au italeta hasara fulani mbele ya safari. Hilo ndio jambo ambalo Uislamu inasema. Na pia sasa katika kusamehe pia Uislamu umeweka stage, umeweka madaraja ya kusamehe. Kwamba Mwenyezi Mungu ameeleza katika sura ya 3 kwamba kwanza walqadhimina alghaidh, kwamba mtu kama umepata jambo la kuchukiza usichukue maamuzi ukiwa una hasira. Tulia kwanza control hasira yako. Cha pili Mwenyezi Mungu anachosema kwamba wala afina anin nas, kwamba sasa kipindi cha tuseme stage ya pili wewe anza kusamehe. Afwa baada ile hasira kushuka. Baada ya hasira kushuka, afwa inaenda sasa kwenye akili. Wewe tuliza sasa akili. Kama umeshashusha jazba kwenye kifua, akili nayo ishuke. Lakini stage ya 3 ni kuwafanyia watu ihsani tena. Unatakiwa utoe ihsani. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasallam ameandika kisa kizuri sana katika maandishi yake juu ya Imam Hussein au Hassan, kwamba kuna mfanyakazi mmoja alimletea chai. Baada ya kumletea chai akajikwaa ile chai ikamwagikia. Kwa hiyo bwana alianza kushtuka na kutaharuki, akamsomea hii aya kwamba walkadhimina alghaidh. Basi bwana akasema basi hasira yangu imetua, wala afina anin nas. Akamwambia basi haya nimekusamehe. Lakini akamwambia kwamba baada ya hapo wallahu yuhibbul muhsinin, kwamba Mwenyezi Mungu anapenda wanaofanya ihsani. Akamwacha huru yule mtu kwamba alikuwa ni mtumwa wake, basi akamwambia basi nimekupa uhuru. Kwa hiyo tuseme hii ndio husni, ndio uzuri wa dini tukufu ya Kiislamu na mafundisho yake. Kwa hiyo huyu mtumwa tunaona kabisa kwamba alikuwa ni mwenye akili sana kiasi hiki, aligundua kwamba hapa bila shaka kutokana na jaziba ya huyu kiongozi wangu naweza ikatokea lolote hapa la madhara. Kwa hiyo akatumia njia ya kumkumbusha hasa Mwenyezi Mungu ambazo
zinaruhusu kusamehe na kupunguza jazba, na pia aliona kwa kumsomea aya hizi, sababu mwenyewe ni muaminio pia, itamleta kwenye swala zima la nini, la mimi kupata msamaha kwa kosa ile ambalo nimefanya. Tulikuwa Kadiani na bwana Shekhe hapa. Naam. Swala la mtumwa au mfanyakazi wa ndani kuyajua mafundisho mazuri ya Kiislamu, utakuta katika yale mazingira ya Waislamu au mazingira labda yale ya Kiahmadia, ni swala la kawaida kabisa. Ukitembea Kadiani, masokoni, sehemu yoyote ile, hakuna ambaye anaongea maneno yasiokuwa na msingi. Acha watoto. Mtu ambaye anauza dukani atakusomea aya za Qur'an tukufu, atakusomea hadithi. Unashangaa huyu kaka Jamia, maana Jamia ndo tunafundishwa vitu kama hivyo. Kwa hiyo kama ulivyosema kwamba ni mtumwa ambaye tayari alishajua mafundisho ya Kiislamu, na kipindi kile kwamba jamii ilikuwa ni ya Kiislamu na haya yote mafundisho yalikuwa yanajulikana, kwa hiyo ni kitu cha kawaida kabisa. Asante sana. Sasa tupitisha kidogo labda kwako hapo nibaki. Sasa Islamu inafundisha vitu gani sasa vya kuzingatia ili kuweza kuchukua au kudai haki ambayo wewe unaona kabisa kwamba una haki ya kuweza kuidai? Qur'an tukufu imeeleza kabisa kwamba Mwenyezi Mungu hapendi kelele za kauli isipokuwa kwa yule ambaye amedhulumiwa. Kwa hiyo hii inaonekana kwamba mtu ambaye amedhulumiwa, mtu ambaye anadai haki yake, ana namna yoyote ile ya kudai ili aweze kupata haki yake, ya kujieleza ili aweze kupata haki yake kwa namna yoyote ile ambayo anaweza kuipata haki yake kutoka kwa mtu ambaye anamdai. Lakini tukiangalia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alieleza vizuri kwamba mtu ambaye anadai au amedhulumiwa, maombi yake hayana pazia mbele ya Mwenyezi Mungu, kwamba maombi yake yanapita moja kwa moja. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam amali yake ilikuwa vipi? Ilikuwa kuna Myahudi mmoja anamdai Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuja mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa na masahaba zake wamekaa. Yeye akaanza kupiga kelele kwamba Muhammad, nirudishie deni langu. Bila shaka muda wa deni ulikuwa haujafika, lakini yule bwana alikuja mapema na kwanza kudai deni lake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa amekaa kimya na hakutaka kujibu, lakini masahaba akasema kwamba hapana, wewe unachofanya sio sawa, na kwanza kumshika na kumnyamazisha na vitu kama hivi. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia kwamba ana haki ya kudai, ana haki ya kuomba kitu chake, ana haki na muacheni adai anavyoweza kudai. Kwa hiyo haya ni mafundisho ya dini tukufu ya Kiislamu, kwamba hayamnyamazishi mtu. Mtu ana haki kwamba popote anapodhulumiwa, popote anapoiona dhuluma, basi ana uwezo wa kufanya vitu ABC ili kuipata haki. Lakini hadithi nyingine ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nadharia tu inaeleza kwamba kama mtu ataona dhuluma, mtu ataona uonevu mbele yake, basi anaweza akauzuia kwa mkono wake, anaweza akauzuia kwa maneno yake, anaweza akauchukia kutoka moyoni kwamba anyamaze, ayaache tu yapite. Hizo ni namna ambazo mtu anaweza kufanya au kudai au kufanya dhulma ipite au kuiongelea dhulma mbele ya mtu yoyote. Kuna kisa kimoja cha wali fulani wa Mwenyezi Mungu ambaye waligundua kwamba hapendi kelele za violin, ile kama gitaa hivi. Sasa kijana mmoja alienda akapiga hilo gitaa mbele yake, akalichukua akalivunja. Wakaenda wakamripoti kwa mfalme. Mfalme akasema amelivunja, muiteni hapa mbele yangu. Kwa hiyo alipokuja mbele ya mfalme, mfalme akachukua violini akapiga, akakaa kimya, akawa na enjoy tu. Wakamwambia, bwana, kwa hiyo siku ile ulipovunja ilikuwaje na umeenda kwa mfalme umekaa tu na enjoy imekuwaje? Akamwambia, Mtume sallallahu alaihi wasallam alishaeleza kwamba bwana, ukiona uovu au ukiona dhulma inatokea, kama unaweza kuizuia kwa mikono yako zuia, lakini mwisho kwamba kama huna uwezo basi kaa kimya. Kwa hiyo yote mimi nimetumia. Lakini njia ya kwanza ambayo tunajifunza hapo kwamba alipoona ule ubaya ambao amefanyiwa na alikuwa na uwezo nao, akaamua kuvunja kwa mikono yake. Lakini ilipofika kwa mfalme hakuwa na mamlaka wala uwezo wote wa kuzuia ile jambo. Hivi akajitahidi tu kufikia moyoni na akanyamaza na akacha kama ile swali linaendelea kama hivi. Kwa hiyo haya yote unaweza ukayaweka katika mtiririko mzuri kwamba ni namna gani kwa njia ya hikma, ni namna gani kwa njia ya kuongea, ni namna gani kwa njia yoyote ile ambayo unaona kwamba dhuluma imefanyika na wewe
kwenda kuchukua kile ambacho wewe unastahili. Labda kwa kuongezea kabla tujaenda mbele. Hapa wapo Waislamu wanaodhani ya kwamba serikali inapotufanyia dhulma, ambao wengi huwa wanakuja na hizi kama nadharia ambazo ndani yake hazina uhalisia wowote, kwamba serikali huwa inawafanyia dhulma na kadhalika, kwa sababu sehemu nyingi sana mtu unapofanya jitihada then utapata matunda ya hiyo jitihada unayoifanya. Kwa hiyo wanasema maeneo mengi sana fursa Waislamu hawapewi na kadhalika, serikali inatudhulumu wakadha wakadha. Sasa inafikia wakati mwingine utasikia unataka ile mahakama ya kadhi na kadhalika. Yote haya watu huwa wanalalamikia Waislamu na kusema kwamba Islam hairuhusu haya yote, ya kwamba tuyakalie kimya na kadhalika. Hapana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alishatoa maagizo kwamba man raa minkum munkaran, atakayeona jambo ovu, jambo baya, basi alizuie hilo kwa mkono wake. Kama atashindwa basi alizuie hilo kwa ulimi wake, na kama atashindwa basi alizuie kwa moyo wake, japokuwa hilo ni daraja la chini sana la imani. Hata hivyo basi kwa akali awe analichukia moyoni mwake, kwa maana atengeneze namna moyo wake usiungane na kile kitendo ambacho kinaendelea. Sasa hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza tabaka 3 tofauti za watu, kama alivyoeleza hapa kwamba ilifikia wakati mtu aliona kabisa ili naweza kulizuia kwa mkono wangu, akalizuia. Ilifikia wakati alipoona kwamba ili siwezi kulizuia kwa mkono wala kwa mdomo, akalichukia moyoni na kadhalika. Tunapata hii mifano katika Qur'ani, imejaa chungu nzima kuhusiana na mitume wa Mwenyezi Mungu. Hazrat Yaqub alayhi salatu wasalam alipata shida na changamoto, yeye alitueleza solution, njia ya lile tatizo alilolipata. Alijua kabisa mimi sina namna yote kwa hii dhulma ambayo imeendelea kwangu mimi. Akasema inama ashku bathi wa huzni ila Allah, kwamba huzuni yangu na majonzi yangu yote nayatupa katika kizingiti cha Mwenyezi Mungu. Na nini kilitokea? Mwenyezi Mungu akampa faraja, na ile huzuni na dhulma aliyokuwa amehesabia kama dhulma, Mwenyezi Mungu akamuondolea. Vivyo hivyo mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye alipata dhulma kuliko mtu yeyote duniani tangu kuumbwa kwa ulimwengu, mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alionyesha reaction gani? Alijibu kwa namna gani dhulma ilipokuwa inafanyika kwake? Alitumia mabavu na nguvu, jinsi Waislamu leo hii wanajaribu kuungana na kwenda kufanya wanaita wenyewe mapinduzi na mageuzi ili Uislamu uweze kushika dola. Hapana, mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuruhusu hivyo, bali maadam haki zako za msingi zinatekelezwa, then hayo mengine hayana tija ya wewe kutumia nguvu. Badala yake ufuate utaratibu maalum ambao umewekwa na wale watawala. Kwa huo utaratibu unaweza ukafikisha malalamiko yako ya kile ambacho kinaendelea dhidi yako, kama ni dhulma, then kinaweza kikatatuliwa, ama sivyo basi umwachie Mwenyezi Mungu. Bila shaka Mwenyezi Mungu naye atakupa njia au ataleta suluhisho ambalo litakuwa ni lenye kuleta tija zaidi. Na hapa pia nimekumbuka kuna visa viwili ambavyo tunaona kabisa kwamba vinaleta ule muonekano au tofauti wa kihulka katika zama tofauti. Kwa mfano kuna kile kisa cha Hadhrat Nuhu na wale wafuasi wake, alipokuwa anajaribu kuwahubiria kuna tukufu imeeleza, lakini ikafikia hatua ikabidi aombe dua kwamba jamani, kutokana na hii hali ambayo watu hawa nimewafikishia ujumbe wangu kwa dhahiri na kwa siri, tena mchana na usiku, lakini mwisho wa siku hakuna anayenisikiliza, basi waadhibu hawa na usiache hata mmoja katika miongoni mwao, kwa sababu ukiwaacha bila shaka watazaa watu ambao watakuwa ni makafiri. Lakini tukifanisha kisa hiki na kisa cha Mtume wa salama katika ile Taifu, kwa maana tayari alifanywa dhuluma ya hali ya juu na malaika walishuka, bwana unaonaje tuweze tuadhibu watu hawa? Lakini alijibu nini? Huenda katika hawa watazalia watu ambao watakuwa na cha Mungu. Kwa tunaona hapa kwamba kuna sehemu nyingine unaweza ukasamehe ili kuangalia tija ile ambayo inaweza ikaleta baadaye, lakini muda mwingine kusamehe hakuwezi kuleta matunda yote mazuri, na hivyo inaweza kaleta hasara. Kwa kumaliza kipindi chetu, labda nikupe fursa ya nyongeza au tuseme maoni yote ambayo unaweza kaatoa ili tuweze kukamilisha kipindi chetu. Karibu sana. Kwa ujumla Mwenyezi Mungu ametufundisha kupitia mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba takhallaqu bi akhlaqillah, kwamba mjivishe sifa za Mwenyezi Mungu, namna Mwenyezi Mungu anavyowatendea waja wake, na sisi tunatakiwa tutumie zile sifa za Mwenyezi Mungu kujivalisha, tuishi na wanadamu wengine kwa namna hiyo hiyo, na ndio Mwenyezi Mungu anaweza akawa
radhi nasi. Na njia bora kabisa ya kuona namna gani tunaweza kujivisha hizo sifa za Mwenyezi Mungu ni kwa kumtazama mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Njia bora ambayo tunaweza tukajifunza na kutazama namna gani Mwenyezi Mungu ataturidhia ni kwa kumtazama Mtume mtukufu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maneno ambayo tunamalizia katika kipindi chetu cha leo. Niwashukuru, bila shaka watazamaji wamenufaika na yale ambayo tumeweza kuwapatia katika dakika hizo. Lakini nadhani mada yetu bado haijaisha, kwa sababu kuna mengi ambayo inabidi tuyajadili, na inshallah tutaweza kuyajadili katika kipindi kijacho. Inshallah. Mpenzi mtazamaji, nashukuru kwa muda wako, na sasa tumefikia mwisho wa kipindi chetu. Nami nakusihi uendelee kufuatilia vipindi hivi, kwa sababu vina mawaidha ambayo yatakutoa katika giza na kukupeleka katika nuru kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Nami na nakuaga kwa kusema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.